Leo katika elimu na maarifa tunaangazia zaidi juu ya ujasiriamali na ni somo la utengenezaji wa sabuni ya jiki ama sabuni ya madoa. Inasemwa sabuni ya madoa kwa sababu gani? Ni kwa sababu ina uwezo wa kuondoa madoa kwenye nguo, madoa yote sugu yaliyogandamana kwenye nguo. Yaani umefua kwa sabuni ya kawaida yakabaki madoa. Basi sabuni hii ya jiki ama sabuni ya kuondoa madoa ndio uwezo wake wa kuweza kuondoa hayo madoa na kubaki nguo yako, hususan nguo nyeupe, ikawa safi kabisa bila kuwa na madoa wala rangi yoyote ile. Kikubwa usika nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Katika somo hili leo itakuwa ni mara ya pili kulifundisha, na ninalifundisha kutokana kwamba kuna baadhi ya watu wamenifuata kwa WhatsApp yangu na kuniambia kwamba wanahitaji kufundishwa ama kufahamu jinsi ya kutengeneza sabuni ya madoa. Nikaona si vema baada ya kumaliza kuwafundisha, nikaona nirekodi kipindi kifupi tu ili kusudi nikilete kwenu ndugu wafuatiliaji na watazamaji wa Mwanga One TV ili wote muweze kujifunza na kuelewa jinsi ya kuweza kutengeneza sabuni hii ya madoa. Malighafi zinazohusika kutengeneza sabuni ya madoa ni malighafi aina mbili tu. Ni mbili tu jinsi ya kutengeneza ama malighafi zinazohusika kutengenezea sabuni hii ya madoa. Malighafi ya kwanza ni bleach, lakini pia malighafi ya pili ni soda ash light. Na namba tatu ambacho ni pendwa zaidi ni maji, kwa sababu huwezi kuzalisha bidhaa hii bila kutumia maji. Tunaingia katika swala zima sasa la utengenezaji. Kuwa makini ndugu mfuatiliaji wa Mwanga One TV ili uweze kuelewa vizuri na uweze kuzalisha vizuri. Somo hili pia limo ndani ya kitabu chetu. Kitabu hiki kinaitwa Ujasiriamali na Mafanikio. Napatikana peji ya 15. Kwa hiyo kama utakuwa na kitabu chetu unaweza ukarejea pale, lakini kama huna kitabu chetu, kitabu hiki bado kinapatikana. Baada ya kupata kemikali hizi au matirio haya au malighafi hizi, cha kwanza kabisa utachukua maji lita 10 utaweka kwenye chombo chako. Baada ya kuweka maji hayo ndani ya chombo chako, kitu cha pili utachukua bleach utaweka ndani ya kile chombo chenye maji ulioweka maji mle, ulimoweka maji. Na tatu utachukua soda ash light utaweka. Kisha utavikoroga kwa pamoja, uhakikishe inakorogeka vizuri. Hakikisha kemikali zako hizo weka kwenye maji zote zinaishiria vizuri, hususa ni bleach iweze kuishiria. Baada ya kuishiria ile bleach, iache ile sabuni yako iweze kupoa kabisa. Sasa utajuaje kwamba sabuni yako imepoa? Kitakacho kufanya wewe uweze kugundua kwamba sabuni yako imepoa, utaona kule chini kwenye ndoo kama kuna unga fulani umekwama hivi au umetwama umeganda kule chini kabisa kwenye kitako. Baada ya kuona hali ile kwamba kuna unga fulani umeganda kule, basi maana yake kwamba tayari sabuni yako uliyokuwa unatengeneza imekwisha kukamilika. Sasa ambacho utakuwa ukifanya ni nini? Chukua chujio lako vizuri. Chuja. Hakikisha unachuja yale maji vizuri. Baada ya kumaliza kuchuja yale maji sasa uliyochuja wewe, hiyo ndiyo sabuni ya madoa. Kwa lugha nyingine huitwa jiki. Chukua yale maji, hiyo jiki yako ambayo umekwisha kuipata sasa, uweze kuhifadhi kwenye vifungashio vyako na upeleke sokoni. Kumbuka, unapokuwa na koroga kuelekea upande mmoja, usirudishe nyuma. Baada ya kumaliza kumimina ama kuweka katika vifungashio vyako, ni muhimu pia ukiweka lebo ama nembo. Hiyo inakufanya kuongeza uthamani wa bidhaa zako. Mwanga Fashion anahusika na uuzaji wa jezi mbalimbali. Utapata jezi zote kali kuanzia za ndani mpaka jezi za Ulaya. Lakini kwa wale pia wapenzi wa T9 utapata kwa Mwanga Fashion pamoja na jezi za sport. Fika kwa Mwanga Fashion uweze kujipatia jezi zako kwa bei poa kabisa. Zinapatikana kwa jumla na reja. Mwanga Fashion anapatikana katika mji mdogo kabisa wa Katoro, soko la Kariakoo, mtaa wa Msikitini. Zaidi wasiana Mwanga Fashion kwa simu namba 0768852151.